Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi. Msemaji wa jeshi la Yemen Meja Jenerali Yahya Saree ametangaza kuwa usiku wa kuamkia leo Jumanne jeshi hilo limeupiga tena uwanja wa ndege wa Ben Gurion wa Israel huko Tel Aviv kwa kutumia kombora la ballistic la Zulfikar. Jenerali Yahya Saree amesema kitengo cha makombora cha jeshi la Yemen kimeushambulia kwa kombora uwanja wa ndege wa Ben Gurion katika eneo linalokaliwa kwa mabavu la Jaffa, ikiwa ni sehemu ya kuendelea kukabiliana na jinai za utawala wa Kizayuni kwa Gaza. Aidha, hiyo ni sehemu ya kuendelea kwa taifa la Yemen kuunga mkono watu wa Palestina wanaopitia vita chini ya Israel. Jenerali Saree amesema kombora la ballistic limetukika kwenye operation hiyo, na kwa mujibu wa duru za kijeshi limefanikiwa kupiga vizuri shabaha iliyokusudiwa. Jeshi la Yemen limesisitiza kuwa shambulio hilo limepelekea kusitishwa kabisa kwa shughuli za uwanja huo wa ndege na kuwalazimisha walowezi wa Kizayuni wapatao milioni 4 kukimbia na kujificha kwenye mashimo na mahandaki. Taarifa hiyo imeendelea kusema kuwa wanajeshi wa Yemen wanafuatilia kwa karibu matukio ya vita vya Gaza na wanalipongeza taifa la Palestina kwa kusimama kidete na kujitolea mhanga wana mapambano wa Palestina, hususan wale wa Brigade ya Al-Qassam, Brigade ya Al-Quds na makundi mengine ya mukawama, na wanawaambia wa Palestina kuwa hawako peke yao. Taifa la Yemen litaendelea kuunga mkono. Msemaji huyo wa jeshi la Yemen amesema Yemen kipenzi na huru kamwe haitawatelekeza watu wa Palestina hata kama dunia nzima itawapa kisogo. Na wakati hayo wakijiri, wanajeshi wa Israeli wameingia kwenye mtego uliotegwa na brigade za Izuddin Al-Qassam, tawi la jeshi la Hamasi huko Jabalia kaskazini mwa Gaza, na wamepoteza wanajeshi kadhaa. Vyombo vya habari vya lugha ya Kiebrania vimetangaza habari hiyo huku vikitoa taarifa zinazokinzana kuhusu idadi ya wanajeshi wa Israel walioangamizwa hivi karibuni huko Jabalia kaskazini mwa Gaza. Baadhi ya vyombo vya habari vya Kiebrania vimetangaza kwamba wanajeshi wengi wasiopungua 20 waliingia kwenye mtego uliotegwa na wana mapambano wa Hamas na wote wameuawa na kujeruhiwa, ingawa kurugenzi ufuatiliaji wa habari za kijeshi ya Israel hairuhusu kuchapishwa habari za kina kuhusiana na vipigo wanavyopata wanajeshi wa Israel huko Gaza. Lakini hata hivyo habari chache zinazopitia mchujo mkali wa kijeshi zinaonyesha kuwa wanajeshi wa Israel wanaendelea kupata maafa huko Gaza. Mwandishi wa habari wa Israel Daniel Amiran ameandika kwenye ukurasa wake binafsi wa mtandao mmoja wa kijamii kwamba wapiganaji wa Palestina walifyatua roketi ya Yasin 105 kwenye jengo ambalo wanajeshi wa Israel walikuwa wamejichimbia na kuua na kujeruhi baadhi yao, na mara baada ya helikopta ya kijeshi ya Israel kutua ili kuhamisha maiti na majeruhi, wapiganaji wa Palestina walifyatua roketi nyingine kuipiga helikopta hiyo. Baadhi ya vituo vya habari vya lugha ya Kiebrania vimetangaza kwamba ingawa jeshi la Israeli linadai ni wanajeshi 3 tu walioangamizwa, lakini dalili zote zinaonyesha kuwa idadi ya waliouawa ni kubwa. Baada ya kipigo hicho, wanajeshi wa Israel wameamrishwa kukimbia eneo hilo mara moja. Na msemaji wa zamani wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Marekani amekiri hadharani kwa kusema kuwa ni jambo lisilo na shaka kwamba Israel imefanya jinai za kivita huko Gaza. Matthew Miller, msemaji wa zamani wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Marekani chini ya utawala wa Rais Joe Biden, ambaye alitumia zaidi ya mwaka mmoja kuhalalisha uungaji mkono usioyumba wa Washington kwa Israel licha ya kuweka ushahidi wa ukiukaji wa sheria za kimataifa unaofanywa na utawala huo, sasa baada ya kuwa hayuko tena serikalini, ameambia televisheni ya Sky News ya Uingereza kwamba kudai kuwa swali la je Israeli imefuata siasa za kutenda kwa makusudi jinai za kivita haliwezi kujibiwa si kweli. Swali hilo linaweza kujibiwa. Msemaji huyo wa zamani wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Marekani amesema kwa hakika si swali lisiloweza kujibiwa, kwani kwa kweli kumekuwa na matukio ya watu binafsi ambayo ni jinai za kivita. Matukio hayo yanaonyesha wanajeshi wa Israel na maafisa wa kijeshi wa Israel wakifanya uhalifu wa kivita, na hadi hivi sasa wanajeshi wa Israel hawajawajibishwa kwa matendo yao. Kwa upande wake, Matt Das, naibu wa masuala ya utendaji wa kituo cha utafiti wa sera ya kimataifa wa Marekani, amesema rais wa zamani Joe Biden aliwalaghai na kuwadanganya wananchi wa Marekani. Serikali ya Marekani na Congress ziliwapotosha watu wa Marekani kwa sababu Biden alitaka kuendelea kuipa silaha Israel, Das ameandika kwenye mtandao wa kijamii. Tangu vilivyoanza vita mwaka 2023 hadi Biden alipoondoka mwaka 2025, utawala wake ulisheheneza Israel silaha za mabilioni ya dola. Na waziri wa mashauri ya kigeni wa Uhispania amesisitiza kwamba nchi yake inaunga mkono kwa nguvu zote dhana ya kuundwa kwa nchi huru ya Palestina.
Waziri wa mambo ya kigeni Jose Manuel Albares amesema tunaunga mkono kuanzishwa kwa taifa la Palestina linalopakana kijiografia na mji mkuu wake Quds Mashariki. Aidha amesema kuwa vita vya Gaza havina lengo lolote zaidi ya kugeuza eneo hilo kuwa kaburi kubwa. Tunataka kusitishwa kwa mkataba wa ushirikiano na Israel kutokana na ukiukaji wake wa haki za binadamu. Waziri huyo wa mambo ya kigeni amesisitiza nanuku, tunaunga mkono kufanyika uchunguzi wa mauaji ya kimbari huko Gaza na kutangaza rasmi ushiriki wetu katika kesi ya Afrika Kusini dhidi ya Israel iliyowasilishwa katika mahakama The Hague, mwisho wa kunukuu. Hayo yanaripotiwa katika hali ambayo hivi majuzi waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez alitoa wito wa kuchukuliwa hatua za kimataifa dhidi ya hali isiyokubalika huko Gaza na kusisitiza kuwa Gaza bado itakuwa mali ya Palestina na kwamba nchi yake haitanyamaza kimya kuhusu kile kinachoendelea huko. Waziri mkuu Sanchez amewahi kueleza mara kadhaa kwamba kutambuliwa rasmi kwa taifa la Palestina ni muhimu kwa amani, akisisitiza kwamba hatua kuitambua Palestina haijachukuliwa dhidi ya Israeli na kwamba ndio njia pekee ya kuhakikisha mustakabali wa mataifa mawili yanayoishi bega kwa bega kwa amani na usalama. Mwishoni mwa mwezi Mei mwaka 2024, Hispania, Ireland na Norway zilipasisha rasmi mpango wa kutambua rasmi Palestina katika uamuzi ulioratibiwa, hatua ambayo imeongeza himaya ya uungaji mkono wa Palestina barani Ulaya. Na Rais Inacio Lula da Silva Brazil amesema kwamba kinachotokea katika Uganda Gaza sio vita bali ni mauaji ya kimbari. Kwa mujibu wa shirika la Al Jazeera, Rais Inacio Lula da Silva amesema nanukuu, tunachoshuhudia sasa huko Gaza sio vita hata kidogo kati ya majeshi mawili, bali kuna jeshi moja tu lenye weledi kamili ambalo linaua wanawake na watoto wa ukanda wa Gaza, mwisho wa kunukuu. Rais huyo wa Brazil ametoa wito wa kuchukuliwa hatua za kukomesha mauaji ya kimbari ya Israel katika ukanda huo. Hapo awali da Silva alikuwa ameishutumu serikali ya Israel chini ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kwa kutowajibika kwa kuendelea kufanya mauaji ya raia huko Gaza na kusisitiza hatuwezi kukaa kimya mbele ya mikengeuko ya Israel huko Gaza. Rais huyo wa Brazil ameongeza kwa kusema, ningependa kutangaza mshikamano na wanawake na watoto wanaendelea kufa Palestina kutokana na kutowajibika kwa baraza la mawaziri la Israel. Rais huyo wa Brazil pia aliwahi kulaani mashambulizi ya utawala wa Israel dhidi ya ukanda wa Gaza katika taarifa zake na kusisitiza kuwa walimwengu hawapaswi kunyamaza kimya mbele ya mauaji yasiyoisha ya Israel dhidi ya Palestina. Hivi karibuni Rais Inacio Lula da Silva Brazil sambamba na kulaani mauaji ya watoto 9 wa Daktari Ala Al-Najri katika ukanda wa Gaza iliyofanywa na Israel, alitangaza kuwa mauaji ya kimbari ya utawala wa Kizayuni yanalenga kuwafukuza wa Palestina katika ardhi yao. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka uchunguzi huru ufanyike kuhusu mauaji wa Palestina karibu na kituo cha kusambaza misaada huko Gaza siku ya Jumapili, huku kukiwa na ripoti kwamba vikosi vya Israel vilifyatua risasi. Mashahidi waliripoti kupigwa risasi wakati wakisubiri chakula katika kituo cha Rafa kinachoendeshwa na wakfu wa kibinadamu wa Gaza unaunga mkono Marekani na Israel. Shirika la Msalaba Mwekundu lilisema hospitali yake ilipokea majeruhi 179, 21 kati yao wakiwa wamekufa. Shirika la ulinzi la raia linaloendeshwa na Hamas limesema idadi waliofariki ni 31. Siku ya Jumapili jeshi la Israeli lilikanusha kufyatua risasi raia karibu au ndani ya eneo hilo na kusema ripoti kuhusu tukio hilo ni za urongo. Na jeshi la Mali limesema kuwa limetibua jaribio la wapiganaji wa kigaidi kuvamia kambi ya kijeshi ya Timbuktu kaskazini mwa nchi hiyo. Wakazi wa jiji hilo la kihistoria walielezea kusikia milio ya risasi na makombora, wakisema kuwa wanamgambo walilenga maeneo mengi ikiwa ni pamoja na uwanja wa ndege na kambi ya jeshi. Katika taarifa kwenye mtandao wa kijamii wa X, jeshi la Mali lilisema siku ya Jumatatu kuwa hali imedhibitiwa na kwamba wanajihadi 13 wamezuiliwa na silaha na magari na vitu mbalimbali kupatikana. Taarifa hiyo pia imesema kuwa msako unaendelea kufanywa kote Timbuktu, lakini haikutaja kundi lilohusika na shambulio hilo. Kundi la Al-Qaeda ANIM linalounga mkono wanamgambo hao wa kijihadi hapo awali lilidai kufanya mashambulizi hayo ikiwa ni pamoja na shambulizi la Jumapili lilolenga kambi ya kijeshi ya Bulqais katikati mwa Mali, wakidai udhibiti wa kambi hiyo. Zaidi ya wanajeshi 30 waliuawa katika shambulio la Jumapili kwa mujibu wa vyanzo vilivyonukuliwa na shirika la habari la Reuters. Hata hivyo idadi hiyo haijathibitishwa na mamlaka. Mwisho wa habari za kimataifa kutoka Arusha One Radio, mimi ni Awadhi Rashid.